WhatsApp mpenzi mtazamaji wa Angel Update, ni siku nyingine tena, siku ya Februari 16 mwaka 2026. Jumatatu fulani hivi tulivu ambao haina mambo mengi. So najua weekend hii watu wengi wapenzi wa michezo na burudani wamekutana na sitofahamu baada ya calculator zote kuishiwa chaji. So ipo hivi, klabu ya Simba ambayo ilikuwa inashiriki ligi ya mabingwa barani Afrika iliweza kuondolewa siku ya juzi, weekend ya Jumamosi, na pia wananchi Young African nao wakafuata baada ya calculator kuzima siku ya jana Jumapili, ambapo walicheza mchezo wao wa mwisho wa kukamilisha ratiba na kushinda bao 3-0. So kutokana na mambo haya bwana, kumekuwa na mambo mengi kwenye mitandao ya kijamii, hususan yale yanayohusiana na michezo. So ikumbuke siku za hapo nyuma bwana, nikusogezea habari kuhusiana na kile alichokizungumza mwekezaji wa klabu ya Simba Mohamed Mo Dewji alimaarufu Mo. So siku ya leo bwana, lile swala limeweza kujibiwa na waziri wa michezo, sanaa na burudani, Mheshimiwa Waziri Paul Makonda, ambaye amemtaka msajili wa vyama vya michezo Abeli Ngirigwa kukamilisha mchakato wa kushughulikia mabadiliko ya mfumo wa uendeshaji ya klabu ya Simba na kutoa majibu rasmi kabla ya mwezi kuisha. So ikumbuke taarifa hii inakuja mara baada ya mwekezaji wa klabu ya Simba kuuliza ile swali, nadhani tulikusogezea habari. So kama hujaiona, unaweza kupita kwenye habari zetu za michezo na utaikuta kile alichokuwa amekizungumza mwekezaji Mo Dewji. So kauli hiyo bwana inaonyesha shinikizo la serikali kutaka suala hilo limalizike haraka, lakini pili, msisitizo wa kufuata sheria na kanuni katika mchakato huo, lakini pia umuhimu wa uwazi kwa wanachama na mashabiki wa klabu ya Simba. So kauli hiyo bwana inazidi kuleta ule mgandamizo ambao anahitaji Paul Makonda, kwamba ni shinikizo la serikali kutaka swala hilo limalizike kwa haraka. So mabadiliko haya nini? Kushinikiza msisitizo wa kufuata sheria na kanuni katika michezo. Hayo ni mambo ambayo ukimsikiliza waziri wa michezo anakazia ili mambo yaweze kwenda kama inavyotakiwa. So kwa miaka ya hivi karibuni Simba imekuwa katika mchakato wa kubadilisha mfumo wa uendeshaji kutoka kwenye mfumo wa wanachama wa kawaida kwenda kwenye mfumo wa kisiasa zaidi, kibiashara na mfumo wa kikampuni. Kwa kawaida mabadiliko haya huhusisha kubadilisha katiba ya klabu, kuanzisha kampuni itakayoshughulikia shughuli za mpira, wanachama kuwa na uwakilishi au umiliki wa hisa, uhakiki na usajili wa mabadiliko hayo chini ya ofisi ya msajili wa michezo. Hivyo jukumu la msajili ni kuhakikisha kuwa taratibu zote zinafuatwa kwa mujibu wa sheria za kimichezo. So hayo ni mambo ambayo unaweza kujiuliza kwamba imekuwaje serikali inaingilia kwenye masuala ya michezo, hususan kwenye klabu ya Simba. So ni kwa sababu gani? Nadhani sababu hapo nimeweza kuzitaja, kwamba ili huo mfumo ukamilike kuna baadhi ya mambo ambayo yanatakiwa kufuatwa ili mambo yaweze kwenda sawa kama ilivyo. Watu wanaweza kana najiuliza ni kwa nini hili ni muhimu. Unaweza kujiuliza ni kwa nini hili swala ni muhimu sana na watu wanataka lifanyike hivyo. Kwa wanachama na mashabiki, kwamba wanachama wa Simba wanahitaji majibu ya rasmi ili kujua hatima ya mabadiliko hayo, ikiwa yamekubaliwa au yamekataliwa au yanahitaji marekebisho. Wanaambia wanachama wa Simba wanahitaji kujua majibu rasmi ili kujua hatima ya mabadiliko hayo, ikiwa yamekubaliwa au yamekataliwa. Kwa uongozi nini? Bila majibu hayo msajili bila majibu ya msajili, klabu inaweza kushindwa kuendelea rasmi na mfumo mpya wa uendeshaji. Ni Simba wakamilishe ile zoezi lao ambalo wanalishughulikia, lazima msajili atoe conclusion ya kwamba ili swala limekubaliwa au limekataliwa. Ndio maana unaona waziri wa michezo Paul Makonda anahimiza hilo swala likamilike ndani ya muda haraka iwezekanavyo, kwa sababu anajua umuhimu wake, kwamba msajili ana nafasi yake kuhakikisha kwamba ili swala linaisha. Msajili wa michezo, nilitaka mkamilishe taratibu za Simba. Simu zimekuwa nyingi kwetu na mimi nisingependa kuanza kutoa maoni na kuingilia mchakato, na niwahakikishie tu wapenzi wa michezo, kama kuna kipindi sheria zitafuatwa na kanuni, ni kipindi hiki cha uongozi wangu. Na msajili kwa mujibu wa taratibu anapokamilisha awajulishe wahusika waendelee. Singependa kama waziri kila mara kuanza kutolea ufafanuzi jambo hili, katiba yao imekuwa hivi, wamefikia hatua hii. Hapana, kwa sababu ni jambo la kitaratibu
kanuni zipo, sheria zipo. Kwa hiyo ni kuhakikisha kwamba mnakamilisha haraka. Bado ndio msajili. Sasa usipite hivyo. Rudi kule. Ushakukaa kwenye buffet unapakua peke yako bila kujali wenzako. Simama tu hapo. Kwa sababu unapopita pia angalia wenzako wako kazini hao. Jambo la Simba kamilisha. Na nimeambiwa nataka kuniona, mimi usinione. Si kanuni unazijua? Sheria tunajua. Kwa mujibu wa taratibu, kanuni na sheria tekeleza. Ile gari ikiitwa ST maana yake taratibu, sheria na kanuni. Kamilisha, na ikiwezekana kabla ya mwezi huu wape majibu wana Simba waendelee na utaratibu wao. Sababu tukianza kuonana hapa tafikia hatua lazima, unajua mheshimiwa waziri alielekeza hivi, unaanza kuingizwa kwenye mambo ambayo hata sio kwako. Viongozi na watendaji wote, as long as wewe ndio msimamizi wa taratibu, wewe ndio mwenye sheria, simamia sheria, simamia kanuni, kamilisha, wape taratibu, waendelee na mchakato wao wa kutengeneza katiba itakaweza kupata. Kama kuna watu wengine wanaingia kwa wadhamini, ewala. Kama kuna shareholder wengine wanaongeza, ewala. Kama kuna nini, lakini tunachotaka sisi tuone timu hizi zikifanya vizuri na hakuna changamoto ya kiongozi au ya kikatiba ambayo sisi kama serikali jukumu letu kufacilitate na kuwatoa kwenye hiyo mikwamo.